Picha yetu inaanza mwanamke anapokea bonge la kofi kutoka kwa mwanaume. Naye mwanamke sio kinyonge, anarudisha kofi kwa ujazo ule ule kama alivyoshindiliwa na mwanaume. Nini chanzo cha haya yote? Kuna huyu jamaa akiwa katika safari zake, mara anashuhudia ajali mbaya sana mbele yake. Ikabidi atoke kwenda kuisimamisha ile gari ambayo imesababisha hiyo ajali. Yule jamaa akakimbia. Ikabidi aite wasamaria kwa ajili ya kumsaidia huyu bidada ambaye amekutwa na changamoto hii. Wakambeba wakamuingiza katika gari lake kwa ajili ya kumpeleka katika hospitali kupatiwa huduma ya kwanza ili waweze kuona kama wanaweza kuokoa maisha yake. Kwa msaada wa Samaria waliokuwa pale eneo la tukio, walimbeba na kumuingiza katika gari tayari kwa safari. Jamaa akampeleka yule mwanamke kwenye hospitali ya rafiki yake. Baada ya dokta kutoka kumuona mgonjwa, anamkuta Msamaria akiwa anasubiri. Jamaa ikabidi amuulize daktari, "Daktari, anaendeleaje?" "Tunamshukuru Mungu ameondoka katika hatari." Unahisi kuna kitu chochote naweza nikafanya?" "Unaweza ukafanya kitu chochote kwa sababu huyu mtu ameishiwa damu, anahitaji damu. Na hapa katika maabara yetu hatuna damu. Tunafanyaje sasa?" "Mimi nipo tayari kumchangia damu, hamna shida yoyote." Hii nchi ajabu sana. Yaani hospitali kubwa kama hii inakosa damu. Ndio hivyo, tutafanyaje ndugu yangu? Daktari akaingiwa na mashaka, ikabidi amuulize, "Kaka, uko sawa kweli? Mbona unaonekana unamsaidia sana?" "Hamna, nimeamua tu kumsaidia, ni ubinadamu." "Haya sawa, twende ukatoe damu hiyo." Kwa kifupi, hawa jamaa wawili ni marafiki wa muda mrefu sana toka utotoni. Huyu dokta anaitwa Dr. Franis na jamaa anaitwa Jordan. Mgonjwa akarudisha fahamu zake baada ya kupata huduma kamili kutoka katika hospitali hiyo. Siku zote unavyotendewa wema unatakiwa kuwa na shukrani. Ndivyo ilivyokuwa kwa huyu bidada. Huyu bidada hakusahau kabisa wema. Alimuuliza daktari, "Daktari, hivi yule alionigonga amekuja hata kuniona?" "Hajawahi kuja kukuona kabisa." Kwa hiyo anayenisaidia ni huyu ambaye aliniokota barabarani." "Ni huyo aliyokuokota barabarani." "Basi nahitaji kumshukuru." Huyu jamaa hana shida. "Mtafute tafadhali, ongea naye." Daktari akamtafuta, wakapanga miadi ya kukutana naye. Baada ya Ogechi kurudi nyumbani, anakutana na rafiki yake Oju. Oju anamuuliza, "Ulikuwa wapi wewe mwanamke? Hizi siku 2-3 sijakuona kabisa na simu zako napiga hata hazipatikani." "Yaani ndugu yangu, mshukuru Mungu hata hivi sasa hivi umeniona. Nilitakiwa niwe maiti." "Unaongea vitu gani? Uwe maiti kwa kipi? Nilipata ajali mbaya sana." Ogechi na Oju ni marafiki toka kitambo sana. Oju alimchukua Ogechi alivyokuwa mdogo, akaamua kumsaidia baada ya Ogechi kuwa amefiwa na wazazi wake. Oju na Ogechi ni mabesti wa muda mrefu sana na wapo tayari kusaidiana katika jambo lolote. Hapa Ogechi alikuwa anamwambia Oju juu ya ile ajali ambayo ilimtokea na jinsi ambavyo ameishi katika hizo siku 2-3. Kwa hiyo Ogechi akaamua kujipumzisha. Ogechi akajipumzisha kusubiri wasaa kwenda kutoa shukrani nyumbani kwa Mr. Jordan. Ulivyofika wakati huo, daktari akamchukua Ogechi akampeleka moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Jordan. Ulivyofika nyumbani kwa Jordan, Jordan akawa anamuuliza Ogechi, "Ogechi, unaendeleaje sasa hivi?" "Niko sawa kabisa. Asante sana bosi kwa kunisaidia." "Asante, yani bila wewe sijui ningefanya nini." Ogechi akaingiwa na hisia, akawa anapiga magoti. Jordan akamnyanyua. Baada ya kumnyanyua akawakaribisha, "Karibuni mkae. Nahitaji tuweze kupiga story 2-3. Kabla ya yote ningependa niwahudumie." "Niwahudumie kitu gani?" "Mimi nahitaji unihudumie maji." "Mimi nahitaji bia." "Bia? Unaruhusiwa kunywa bia wakati unafanya kazi?" "Wewe niletee bia bwana." Baada ya kumaliza mazungumzo, ikabidi waage na kuondoka. Walipofika mlangoni wakakutana na huyu mwanamke. Ogechi taswira ikawa inamuijia, "Nimemwona sehemu gani huyu mwanamke? Kuna sehemu nimemwona." Akakumbuka moja kwa moja wakati anaongea na daktari kwa ajili ya kuweza kwenda kwa Mr. Jordan. Huyu mwanamke alikutana naye, alikuwa anaongea katika gari moja hivi na alikuwa anapanga kuhusiana na masuala ya mauaji. Ikabidi asogee asikilize kwa makini, na wanasema wanahitaji kumuua mtu huyo usiku huu. Ogechi akajifanya anajichatisha, kumbe alikuwa amemuelewa kila kitu. Baada hapo anarudi katika uhalisia. Ogechi anagundua kumbe huyu mwanamke ni mke wa Mr. Jordan, na hapa Mr. Jordan yupo kwenye matatizo makubwa sana na mwenye uwezo wa kumsaidia ni yeye pekee. Kwa hiyo Ogechi anamwambia daktari, "Daktari, nahitaji kuipata hii kazi. Daktari, najua una ukaribu sana na Mr. Jordan. Mr. Jordan atakusikiliza kwa lolote. Kwa hiyo nahitaji unisaidie niweze kupata hii kazi." "Sasa nitakusaidia vipi? Unajua Mr. Jordan anaweza akakubali." "Tafadhali daktari, mimi najua wewe na yeye ni marafiki wakubwa. Hawezi akakataa chochote utakachomwambia. Nahitaji unisaidie niweze kupata hii kazi. Unajua hata ile ajali nimeipata kwa sababu hiyo." "Sawa, kama umeamua tufanye hivyo, tunaweza tukafanya hivyo. Sasa unahitaji tufanye sasa hivi au baadaye?" "Sasa hivi kwa sababu tumeshafika mahali hapa. Twende basi tukafanye hilo swala." "Haya."
Walipofika ndani, Jordan akawa anauliza, kuna kitu mmesahau? Hapana, kuna kitu ameniambia Ogechi hapa, inabidi tukizungumzie. Sawa, karibuni mkae. Walivyokaa chini, Ogechi ikabidi aelezee kile kitu ambacho anataka kukisema. Bosi, nahitaji kufanya kazi. Bosi, nimesikia una kazi hapa, unaweza ukanipatia hiyo kazi nikafanya kazi, kwa sababu nimeteseka sana. Ogechi akawa anabembeleza, bosi tafadhali naomba unipatie hiyo kazi. Unajua hata hii ajali iliyotokea ni sababu nilikuwa natafuta kazi, nilikuwa sipati kazi. Kwa hiyo ukinipa hii kazi utakuwa umeniokoa sana. Sawa, kama hilo ndio swala halisi, basi umepata hiyo kazi. Asante sana bosi, tafadhali nyanyuka. Ogechi akarudi kwa shoga yake na kujikusanya kwa ajili ya kuja kuanza kazi. Alivyokuja akafika akakaribishwa na Mr. Jordan. Karibu sana Ogechi, hapa ndio utakuwa unafanyia kazi hapa kuanzia leo. Tutaelewana kuhusiana na masuala yako ya posho nitakayokuwa nakulipa. Baada ya hapo akaja mama mwenye nyumba akiwa amebeba kinywaji. Ogechi kuangalia akaona hapa kutakuwa kuna kitu kimewekwa ndani ya hiki kinywaji. Sasa anafanyaje hapa? Akasimama akampalamia mama mwenye nyumba. Mama mwenye nyumba akakasirika sana. Wewe mtoto mpuuzi sana. Yaani umefika tu siku ya kwanza ushaanza kutia hasara. Anisamee sana madam. Basi msamee. Nenda huko pembeni huko kuna chumba chako kabadilishe nguo ili uanze kazi. Baby, tafadhali msamee. Ni kosa dogo tu. Kwa nini unakasirika sana? Hamna, anatakiwa awe makini wakati mwingine. Siku iliyofuata Ogechi akiwa anatoka katika matembezi yake, akamsikia madamu wake akiwa anaongea na simu. Akanyata taratibu kusogea ili kuweza kusikiliza kitu gani ambacho alikuwa anaongea. Akamsikia madamu wake akiwa anapanga mipango na mwanaume wake ya kumuua bosi wake. Akaamua kusikiliza kwa makini. Madam anapanga mipango, hana hata haya, anahitaji kutoa roho ya mume wake. Ogechi akaona hapa nikilaza damu huyu shetani ataniwahi na atamuua bosi wangu. Kwa hiyo hapa natakiwa nifanye mbinu ili niweze kumsaidia bosi wangu. Ogechi akawa anawaza, anafikiria nifanye kitu gani. Akapata wazo, akajua kabisa nikifanya njia hii nitaweza kumuokoa bosi wangu. Wakati wa usiku Mr. Jordan akiwa anaangalia TV, Ogechi akaja huku ananyata. Akawa anamwangalia madamu wake yuko pande gani. Alivyofika kwa bosi wake akamuuliza, bosi, nahitaji kwenda kupumzika. Je, kuna kitu unahitaji? Hapana, sihitaji chochote. Unaweza tu kaenda kupumzika. Ila kabla ya yote ningehitaji kujua historia yako. Ogechi akamwambia, hapana, mimi nilipo hapa bosi sina wazazi wote. Wazazi wangu walikufa katika ajali. Kwa hiyo niko mwenyewe. Na yule dada ambaye unaniona naye, yule ni rafiki yangu. Amekuwa nami toka zamani akinisaidia. Pole sana. Tutakuwa pamoja. Endelea, nenda kalale tu. Hamna shida yoyote. Ogechi akaaga akaondoka kwenda kupumzika. Kwa upande wa kubwa la maadui, naona kubwa la maadui amekinasa. Hapa ameshika kipimo, akawa anakiangalia, ikabidi amtafute mchepuko wake. Akawa anamwambia, baby, nahisi hapa kama nina ujauzito. Kama una ujauzito au una ujauzito? Nina ujauzito. Ujauzito wa nani? Wa huyo mwanaume. Nilikwambia usipate mimba huyo mwanaume. Sasa unafanya mambo gani? Wewe unataka kuharibu mipango yetu yote. Baby, nisikilize. Huyu mwanaume alinibembeleza sana, nikashindwa kumnyima, ikabidi nimpe. Unampa kitu gani upuuzi? Sasa sikiliza, hilo tatizo litatue mwenyewe. Mimi sitaki kujishirikisha katika swala hilo. Baby, nisikilize. Mwanamke akakaa chini pale, akawa na mawazo, anafikiria nitafanyaje ili niweze kuondoa hii changamoto iliyoingia. Ogechi akawa ameingia kwa ajili ya kufanya usafi. Katika purukushani mara kile kipimo kikaanguka. Akakipata kile kipimo akakishika, akasema, hiki kipimo kinaonekana ni cha ujauzito. Ila mbona kama kilikuwa kimefichwa, au madam alikuwa anamficha bosi? Mara Jordan akaingia, akakipata hicho kipimo, anamuuliza, hiki kipimo ni cha mimba. Ni kipimo cha nani? Cha madam. Kwa hiyo mke wangu ni mjamzito? Ni mjamzito. Jordan akaondoka akiwa na furaha kweli. Ila kwa upande wa huyu bidada wa kuitwa Ogechi, akawa na wasiwasi kabisa, anajua haya mambo hayaendi kuisha vizuri. Alivyofika kwa mke wake, Jordan akamkumbatia. Jamani baby, asante sana kwa kunifanya kuwa baba. Nani amekupa? Ikabidi arudi ndani yule madam. Kufika anamwambia, Ogechi, kwa nini unafuatilia mambo ambayo wewe ni mfanya usafi? Madam, kwani kuna shida gani? Nani amekwambia upekue katika vitu vyangu? Kimeanguka bahati mbaya gani? Sikiliza wewe, fanya usafi, achana na mambo mengine ambayo hakuhusu. Mimi sitaki kabisa mazoea na wewe. Wewe mtoto, toka umekuja hapa, umekuwa unaniharibia tu mipango yangu. Mpuuzi mkubwa. Toka chumbani kwangu. Sitaki kukuona hapa. Potea. Ogechi ikabidi aondoke, akachukua mzigo wake, akatoka nje. Baada ya Ogechi kuondoka, huyu mwanamke anaamua kumpigia mchepuko wake simu ili aweze kumjulisha kila kilichotokea. Mwanaume akampa plani ya kuifanya.
Wakati anatoka katika shughuli zake akamkuta Ogechi, ikabidi amwagize Ogechi, Ogechi, hebu nipelekee hivi viatu chumbani. Ogechi akasema nahitaji kumpelekea juisi bosi. Hamna, wewe nenda kanipelekee kwanza viatu, afu utakuja uichukue juisi umpelekee bosi. Wakati anaondoka Ogechi akaondoka, madam akaamua kufanya mambo yake katika kinywaji cha bosi. Alivyoweka sumu yake katika kinywaji cha Jordan, akawa anamsubiria Ogechi ili aweze kuja na kumpelekea kinywaji, akijua kabisa hapa msala utaonekana kuwa ni wa Ogechi. Ogechi alivyokuja, unajua Ogechi yuko smart sana, amekuwa akiwasikiliza hawa watu katika maongezi yao bila ya wao kujijua. Ogechi alivyofika akamsubiria madam alivyoondoka, akachukua kile kinywaji akakimwaga katika sinki, akamsevia Jordan kinywaji kingine kwa ajili ya kumpelekea. Alivyompelekea kile kinywaji, Jordan akanywa. Baada ya kunywa, yule madam anatoka chumbani, anashangaa kumkuta Jordan amekaa. Ikabidi amuulize, vipi, umeshakunywa juisi ambayo Ogechi amekuletea? Nimekunywa. Vipi? Kwani unauliza? Amna, nahitaji tu kujua. Umenywa juisi? Nimekunywa. Mbona una maswali mengi? Kuna kitu gani kinaendelea? Amna, nilikuwa nauliza tu. Baada ya hapo Jordan akapata simu, ikabidi anyanyuke, akamwacha Gloria akiwa hapo mezani. Gloria akawa anaiangalia ile glasi, ikabidi amuite Ogechi. Ogechi, hebu njoo nieleze, ile juisi iliyokuwa kwenye glasi ndio hii ulomsevia bosi wako? Ndio hii. Na amekunywa kabisa? Amekunywa. Si unaona hamna kitu katika glasi? Una hakika ni ile juisi? Ni ile. Kwani madam kuna shida gani? Hamna shida yoyote. Wewe mnenda kaendelee na mambo yako. Acha kuniuliza maswali ya ajabu. Haya basi madam, ngoja mimi nibebe hii glasi niende nikasafishe. Wewe nenda kasafishe. Achana kuniuliza maswali ya ajabu. Wewe kasafishe hiyo glasi. Baada ya hapo Ogechi ikabidi achukue glasi akaondoka. Ila akabaki na maswali kichwani kwake. Kwa nini huyu madam ananiuliza? Na huyu naye akawa anajiuliza, imekuwaje? Mbona hajatokea chochote? Mwanamke akaanza harakati za kutoa mimba. Tunajua kabisa huyu mwanamke yupo na Jordan, hampendi, ila yupo kwa ajili ya mission. Jordan anamuuliza, ulikuwa wapi baby? Nilikuwa nimeenda kufuatilia afya ya mtoto. Sasa sungeniambia, mbona ni jambo zuri tu, ulitakiwa unipe taarifa. Sikutaka kukusumbua. Ogechi wakati huo akiwa anahudumia pale mezani, jamaa akajaribu kuongea naye. Madam akawa mkali kweli, anamwambia, toka hapa Ogechi, mbona unafuatilia mambo ambayo hayakuhusu? Basi ngoja niende, hamna shida yote. Mbona unakuwa mkali kwa Ogechi? Kwa nini unamkasirikia? Ana shida gani? Wewe ndio unatakiwa niambie una shida gani na kuna kitu gani unakificha na huyo binti, maana siwaelewi kabisa. Usiku akiwa chumbani, Gloria ikabidi avunje ukimya, akawa anamwambia Jordan, nahitaji tuweze kuongea mpenzi wangu. Sawa, hamna shida yoyote, tunaweza tukaongea. Kuna nini? Niambie, hivi huu karibu wako na mfanyakazi wako ni kazi tu au kuna kitu kingine? Ni kazi tu, kwani kuna shida gani? Maana naona kila kitu anachofanya anakuwa kimbelembele sana katika masuala yako, anakuwa kimbelembele kuzidi hata mimi mke wako. Hivi ni ufanyakazi tu au kuna kitu kingine? Ni mfanyakazi tu mpenzi, kwani kuna shida gani kama akionekana kunijali? Si anafanya kazi, mimi ni bosi wake. Hapana, unatakiwa niambie vizuri, kuna kitu kinaonekana kipo sawa na nitakijua tu kama ni kitu kibaya. Siku iliyofuata familia ikapokea ugeni. Huyu mgeni anaonekana ana tashtiti kweli. Alivyofika akawa anamuuliza Ogechi, wewe ni mfanyakazi hapa? Ni mfanyakazi. Nikusaidie nini? Mimi nimekuja kwa ajili ya kukutana na dadangu. Kwa dadako? Kwa hiyo madam ni dadako? Ni dadangu. Alivyoingia mle ndani, jamaa akaanza vipengele vyake. Anamwambia, wewe mfanyakazi, unajua nina njaa, nahitaji kula chakula. Unahitaji kula chakula? Ngoja basi nimalizie usafi. Unasikiliza binti? Nisikilize kwa makini. Sitaki changanyie mambo, kanipikie chakula. Baada ya hapo Jordan akaingia akasawazisha kila kitu, akasalimiana pale na shemeji yake, akaenda kubadilisha nguo baada ya kutoka mazoezini. Kesi ya kunyimwa chakula ikafika kwa dada mtu. Dada mtu akatoka akiwa na hasira kweli. Anamuuliza Ogechi, kwa nini unamnyima chakula kakaangu? Mimi sijamnyima chakula. Umemnyima chakula? Kwani yeye ni mjinga aweze kukusingizia wewe? Hebu mwambie vizuri. Unajua huyu ni mfanyakazi, tena mfanyakazi wa chini. Wewe ni mfanyakazi katika nyumba hii. Huyu ni bosi wako, unatakiwa umsikilize. Chochote atakachokuambia ufanye. Sitaki tena kusikia huo upuuzi. Sawa, nimekuelewa madam. Alafu nimesikia mume wangu amekupa pesa. Ziko wapi pesa alizokupa? Ogechi akaingia mfukoni akazitoa zile pesa. Akampa madam, niza hapa pesa. Kwa nini akupe pesa wewe? Kwa nini akupe pesa wewe? Wewe ni nani yake? Sitaki ukaribu wewe na mume wangu. Nikisikia una ukaribu na mume wangu nitakushughulikia.
Siku zote Waswahili wanasema kikulacho kingoni mwako. Hapa tunakiona kilicho nguoni mwa Jordan, maana huyu rafiki yake huwezi amini ndio adui yake mkubwa ambaye amekuwa akimfanyia kila hila akitaka kumwangamiza. Katika harakati zote za kujaribu kumuua amekuwa akishirikiana na mke wake. Kumbe huyu mwanamke yupo kwa Jordan kwa ajili ya masilahi. Ameletwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna dokumenti ambazo anafuatilia huyu mwanaume aweze kuzipata. Na hadi swala la ndoa likapita, yote ilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huyu mwanamke anakuwa karibu na Jordan na anafanikiwa kupata dokumenti zile ambazo anazihitaji kwa ajili ya kufanikisha mpango wake. Ila mambo yanaonekana hayaendi sawia kwa upande wao. Baada ya kumtafuta kwa muda mrefu katika vikwazo mbalimbali, Ogechi akiwa anaruka vikwazo hivyo, Gloria akapata mbinu nyingine. Akaona huyu Ogechi ndio ananifanya nishindwe kumuua huyu jamaa, ngoja nimbambikizie kesi. Akamwekea kitita katika begi lake chumbani kwake ili aweze kuhakikisha kwamba anafukuzwa au anafungwa ndani kabisa. Ogechi alikuwa ametoka kwenda kununua kitu. Baada ya kurudi akakutana na bosi wake. Bosi wake akawa anamuuliza, Ogechi, kuna pesa zangu zimepotea, sijui kama umeziona. Zile hela niliziona kule chumbani, ila niliziacha pale pale, sikugusa. Zile hela sasa hazionekani, tunahitaji kwenda kukukagua. Jamani, mimi sijachukua hela yote, wewe tulia hapa tukakague. Baada ya kwenda chumbani kule hakuweza kufanikiwa kuzipata zile pesa. Wakati huo jamaa alikuwa anaondoka, ikabidi asimamishwe. Hebu mkagueni na huyo, inawezekana kwa na hela. Wewe binti, sitaki mazoea, ngoja tukukague, inawezekana hata wewe ukao umeiba hizo hela. Nimeiba hela mimi kweli shemeji? Wewe ina maana unamwamini huyu msichana mtubaki? Lazima nimwamini kwa sababu hela zimepotea hazionekani. Basi shemeji nikague, maana unaniona mimi kama mwizi. Jamaa akachukua begi lake kukagua, akazipata zile pesa. Na hizi pesa zimetoka wapi? Bwana mimi sijui chochote. Ujui chochote? Kwa hiyo hizi pesa ndio nilizokuwa nazitafuta, ngoja niite polisi. Tafadhali baby, usiite polisi, mimi ndio mhusika wa kila kitu, nitakwambia kila kitu, mimi ndio mhusika mkuu. Waswahili wanasema siku zote za mwezi 40. Wakati Ogechi akiwa anarudi na Jordan nyumbani, wakakutana na Francis na mke wake uso kwa uso. Jamaa hapa ndo anapata picha halisi. Kumbe hawa watu wamekuwa wananisaliti muda wote huo. Unajifanya shemeji, kumbe wana mambo hao nyuma ya pazia. Ikabidi wakalishe chini awaulize, kuna kitu gani kinaendelea? Hawa watu wana uhusiano muda mrefu na wamekuwa akitafuta kukuua bosi. Mimi ndo nakwambia, huyu madam sio mtu mzuri. Amekuwa akijaribu kila namna ya kukuua. Na mimi nilijua mpango wao, nikajaribu kusimama kwa upande wako ili niweze kukuokoa. Kwa hiyo uko hapa kuniokoa muda wote. Huyu mwanamke nimekaa naye, nimekukosea nini? Sikupendi wewe mwanaume, sikupendi, sijawahi kukupenda. Wewe ndio umekuwa kikwazo kati yangu mimi na mpenzi wangu. Tunashindwa kula maisha yetu. Baada ya hapo jamaa akaamua kusema sasa, kuamua maamuzi ya kiume. Sitaki kuwaona kuanzia leo. Na katika ile hospitali sitaki kukuona kuanzia leo, sitaki ukaribu na wewe. Na uondoke ukafanye mambo yako. Jamaa akaondoka akiwa anamwambia, utajuta sana kwa uamuzi uliofanya. Nenda bana wewe, mimi siwezi kujuta kwa chochote. Na huo ndo unakuwa mwisho wa mzigo wetu. Umeuonaje mtazamaji? Naomba ulike kama umeielewa. Asante sana.